إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أيها الإخوة، أولاً أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته كما أخبرنا في كتابه العزيز: إن للمتقين مفازا. وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تهتدون ولعلكم تشكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Ndugu zangu katika imani, awali ya yote, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kubakia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mwenyezi Mungu anatukumbusha katika kitabu chake kitukufu akisema, hakika wanaomcha Mwenyezi Mungu wamefaulu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni miongoni mwa waliofaulu. Ama hutuba yetu ya leo ni hutuba ya kwanza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumeingia ndani ya saum, mwezi ambao ndani yake imeteremshwa Qur'an, na Qur'ani ndiyo mwongozo kwa watu wote. Mwezi ambao ndani yake kuna kuhurumiana, mwezi ambao ndani yake kuna kusamehewa, mwezi ambao ndani yake imeteremshwa Qur'an ambayo ndiyo mwongozo kwa wamchao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sasa maalumati yanayohusu saum, taratibu zipi za kufunga, masharti na nguzo za saum, ni vitu ambavyo tumekuwa tukiogelea navyo, tumekuwa tukiendelea navyo mara kwa mara, na tutaendelea kujifunza kadri siku ambavyo zinakwenda ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Lakini kwa nini mwezi mtukufu wa Ramadhani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala
ameuteremsha na amefaradhisha mwezi huu wa Ramadhani kwa lengo maalum, akiwa ametueleza katika suratul Baqara, anasema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kwa hiyo lengo la kuteremshiwa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni ili tuweze kuwa wacha Mungu. Tunakuwaje wacha Mungu? Tunawezaje kufikia lengo la kuwa wacha Mungu? Na tunapozungumza ucha Mungu tunazungumzia nguvu ya ndani inayomzuia mja kuweza kufanya yale ambayo matamanio ya nafsi yake yanataka, akajizuia kuyawacha hayo kuyafanya, na akafanya yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha, na akaacha kuyafanya yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza. Itakapofikia mja anayefunga akaweza kujizuia kwa kiwango hicho, huyu atakuwa amefikia lengo la saumu ambalo ni la'allakum tattaqun. Lengo ni kuwa mcha Mungu. Sasa pamoja na kuwa mcha Mungu, tunawezaje kulifikia hili lengo la kuwa wacha Mungu? Tunayapata mambo yapi ndani ya saumu? Kuna mambo ambayo tukiyafanya na tukiyazingatia yatatupelekea kuweza kufikia kuwa wacha Mungu. Moja ya mambo ambayo ni muhimu sana ni kujitahidi sana ndani ya mwezi huu kuweza kuzidisha imani zetu na ule uadilifu. Na haya ni mambo ambayo tunayapata katika mafunzo ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Unakuwa na ile imani ya dhati, umeweza kujizuilia kula, umeweza kujizuilia kunywa, umeweza kujizuilia kusema mambo maovu na machafu pasina mtu yeyote kukuona. Una uwezo wa kuingia sehemu ukajifungia ukala chakula, hakuna ambaye anaweza akasema kwamba hujafunga na hali ya kuwa haja kuona. Sasa kile kitendo ambacho katika mazingira ya siri, katika mazingira ya dhahiri wewe ukajizuia kufanya, hapa unapandisha imani yako, unamyakinisha Mwenyezi Mungu mmoja, Mwenyezi Mungu ambaye una hakika utakutana naye na atakuhukumu kwa yale uliyokuwa ukiyafanya. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi ambalo tukilizingatia, imani zetu zinapanda, kama ambavyo zinapanda kwa kujizuilia kunywa. Hatujizuilii kunywa kwa kumhofu mtu, hatumhofu mkuu wa shule wala hatumhofu kiongozi yoyote, tunamhofu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kile kitendo kinapelekea kupandisha imani yako. Haumuoni Mwenyezi Mungu, lakini unafuata yale maelekezo aliyokuwekea. Lakini vile vile kuna swala la kuwa na uadilifu ndani ya saumu hii. Tunapata funzo lingine la kuwa na imani na kuwa na uadilifu. Lakini swala lingine tunalolipata ndani ya saumu ni swala zima la nidhamu na utii kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nidhamu na utii kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumeamrishwa kufunga, tunafunga. Ule utii wetu ni kwamba hakuna unafuata utaratibu. Unatakiwa ufunge sangapi na ufungue sangapi. Hakuna anayeweza kutuambia leo hii ana 12 la Ramadhani. Hii yote ni katika nidhamu. Hii yote pia ni katika utii. Kwa hiyo tumetii amri, tumekuwa na nidhamu kwa kuhakikisha kwamba hatuli, tumejizuia vyakula ambavyo ni halali kwetu. Tumejizuia kula, tumejizuilia kunywa kwa ajili ya kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini vile vile yako mambo tumeacha
Leo hata ukipita mitaani, kuna mtu akifanyiwa kero, atasema bahati yako nimefunga. Hii funga, bahati yako nimefunga, bahati yako nitaharibu saumu yangu. Ningekutupa neno hilo, ungeweza kushika adabu. Sasa haya yote yanaonesha ile nidhamu. Lakini nidhamu hii isibakie katika nidhamu ya kuihofu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nidhamu hii inatakiwa iwe ni nidhamu kwa kumhofu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile kuna swala zima la kutekeleza masharti na nguzo. Kuna masharti mengi ya saum, kuna nguzo za saum. Hii yote inatujengea kubaki kwenye nidhamu na utii. Na vile vile katika vitu vya muhimu na adimu sana ni kusimama usiku wa Ramadhani. Ni kusimama usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Usiku ambao mtume wetu Muhammad SAW anasema atakayesimama usiku wa Ramadhani kwa imani na kutarajia malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi huyu mtu madhambi yake yaliyotangulia atakuwa amefutiwa. Atafutiwa madhambi yake yaliyotangulia. Ukifunga ukasimama usiku wa Ramadhani kwa imani, yani kwa hofu juu ya Allah, ukiamini kwamba umesimama kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hujasimama kwa sababu ndio ratiba inakulazimu usimame, ukasimama kwa imani, ukasimama kwa kutaraji malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi Mwenyezi Mungu, Mtume Muhammad SAW anasema huyu mtu atafutiwa madhambi yake yaliyotangulia. Lakini jambo lingine ambalo ni muhimu sana, ambalo tutatakiwa tulizingatie na tuende nalo katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ili tuweze kufikia lengo, ni kwamba saum kama tutakwenda nayo vizuri itatuwezesha kumudu, kuhimili matashi ya nafsi zetu. Matashi ya nafsi. Tumekuwa na misukumo zaidi ya nguvu zile za kiwiliwili, lakini nguvu za kiroho wakati mwingine zinazidiwa. Sasa kitendo cha kujizuilia kufanya yale yote kwa kumhofu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndio ambapo tutakapoendelea na uzuizi huo tayari tunaingia katika kujizuia kuweza kumudu kumiliki matashi ya unyama ambayo tunayo sisi kama wanadamu. Lakini jambo lingine ni swala la kutuwezesha kuwahurumia wanadamu wenzetu. Tunafunga, tunajizuilia kula na kunywa. Jambo la kuacha kula kutwa nzima linakupa picha ya mtu atakapokuambia tangu asubuhi sijala, naomba unisaidie. Utamsaidia. Utapata huruma. Utaweza kuangalia shida na utazijua shida katika sura yake halisi. Practical, utaijua shida ya njaa kwa sababu wewe umejizuia kula na kunywa kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kwa hiyo mtu atakapokuambia tangu asubuhi sijala, naomba unisaidie niweze kula, basi utaona ule umuhimu wa kuwasaidia maskini na mafukara pamoja na watu wengine walioharibikiwa. Lakini kingine, tutakapodumu vizuri katika saumu yetu ni kwamba tutapata siha. Kwa hiyo kile kitendo cha miezi 11 tunakula, mwezi mmoja tukapata kujizuia, basi kuna korokoro nyingi ndani ya mwili zinawekwa sawa, kwa sababu ile ziada ya chakula ambayo ilikuwepo na baadaye isiwe na kazi ikaleta hatari, itatumika vizuri katika siku hizi 30 ama 29. Kwa hiyo tunapofunga pia, moja ya mambo ambayo tunaweza kuyapata ni pamoja na kupata afya. Kwa hiyo tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwezeshe tuweze kudumu katika kipindi chote hichi cha saum, tukizingatia masharti na nguzo za saum, mwanzo wa saumu, na atupe afya ili tuweze kuimudu saumu yetu mpaka mwisho wa mfungo huu wa Ramadhani. Qala Allah Ta'ala, shahru Ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بآياته وذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ndugu zangu katika iman, nirudie tena kwa mara ya pili kukuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu tumche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na tudumu katika hali hii mpaka mwisho wa uhai wetu. Ama hutuba yetu ya pili inahusianisha saum na hili neno ambalo tumekuja nalo na hii slogan tulokuja nayo ya unique brand. Saum na unique brand. Unique brand tafsiri sio rasmi, tunaweza kusema ni chapa ya kipekee. Ni chapa ya kipekee. Ni aina ya kitu fulani cha kipekee ambacho kwingine hakipo, isipokuwa kipo hapo ambako kinaitwa unique. Sasa sisi kama wana Ubungo tumejibrand kuwa unique. Sasa ni muhimu sana pia kuangalia ni kwa kiasi gani ili tuwe unique tunatakiwa tuweje. Tuanze wapi ili tuwe unique? Lakini utayari wa kuwa unique, kila mmoja tulivyo tuna uwezo wa kuwa unique. Lakini tuko tayari kuifanya Ubungo Islamic kuwa unique. Hili ni jambo pia la muhimu sana ambalo litatusaidia na ndilo litaakisi uhalisia wa lengo la kituo. Inapokuwepo ile Islamic Secondary School, Islamic Secondary School, tayari unatengeneza upekee. Sasa upekee huo ndio tunatakiwa tuubebe. Watumishi tuubebe huo upekee. Wanafunzi pia tuubebe huo upekee. Tunakuwaje watu wa pekee katika jamii? Na upekee huu ni upi? Ule unique kwamba watu wawe na need na wewe. Uwe ni hitajio katika jamii. Na ili kuwe unique ni lazima kila mmoja awe na mchango wa kuitengeneza, kuifanya hiyo brand iweze kuwa unique. Kila mmoja ni muhimu sana. Sasa kupitia kipindi chetu hichi cha siku hizi ambacho tunakarabati nafsi zetu, ni muhimu sana kukitumia kipindi hichi kujibrand, kujitengeneza, kujiweka tuweze kufika katika kuwa na sisi tuweze kuwa ni unique. Kwa sababu kama hatutokuwa unique, vile vile product haiwezi kuwa unique. Yani kama sisi hatutokuwa unique, hatuwezi kuwa unique katika jamii. Lakini kutokuwa unique katika jamii bado pia utakuwa na dhima mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa munasaba wa lengo la kuanzishwa kituo. Kituo kimeanzishwa kwa ajili maalum, kwa lengo la kuandaa watu maalum watakaofanya kazi maalum. Ni watu hawa ni watu wa kipekee. Sasa waweza kurejea watu waliovishwa unique walikuwa ni wanamna gani? Gharama zipi tuwe nazo tayari kuzibeba ili tuweze kuwa unique kwa upande wa walelewa na upande wa walezi? Mwandishi mmoja mwanazuoni amekiita kizazi cha maswahaba ni kizazi cha kipekee, unique generation. Na anasema hakijapatapo kutokea kizazi hicho.
na wala hafikirii kama kinaweza kutokea. Kama itatokea basi atakuwa mmoja mmoja, lakini kizazi hicho akasema ni kizazi cha maswahaba. Sasa ukiangalie kizazi cha maswahaba kilipita katika chungu kipi, kilipitia mambo yepi, kiliandalika katika mazingira yepi, mpaka kikafika hatua dunia nzima, walio waislamu na wasio waislamu, wanakitambua kwamba kizazi cha maswahaba ni kweli na ni hakika ni kizazi cha pekee. Wako walioita wafuasi wa Muhammad, hawakujawahi kutokea wafuasi wa namna hiyo kama wafuasi wa Muhammad. Hichi ndicho kizazi cha unique generation. Sasa ziko gharama ambazo za kawaida sana kwa maana ya za kukandamiza nafsi, za kuacha mazoea, za kujituma, za kuweza kujitahidi kufanya kile linalotakiwa kufanywa. Tayari unaingia moja kwa moja kwenye kuitengeneza ile brand kuwa unique. Lakini kama hatutokuwa na jitihada za dhati, bado tutabakia na neno la unique brand, lakini haitarajiwi kwamba unique brand wakati inachukua udhu wanapiga kelele. Ni kitu ambacho hakitarajiwi wala hakitegemewi. Sasa ni mambo ambayo madogo ya kawaida. Unique brand haiwezi ikaishi katika mazingira ambayo inapita makaratasi, inashindwa kuyaokota, inashindwa kuyaweka katika dustbin ambazo zimeenea katika kila kona ya hii eneo. Unique brand haiwezi kuwa na nyoyo chafu, kinyongo, chuki, uadui dhidi ya mwenzio, kuharibu nguo, kuchafua na kufanya mfano wa hayo. Hauwezi ukawa unique, na hii unique ni ya Islamic, kwamba ukiwa kinyume chake maana yake unajitengenezea madhara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa katika mambo ambayo ni muhimu tukadumu nayo na tujitahidi kuyafanya katika kipindi hichi, ni muhimu sana tukajitahidi ili tuweze kubaki kuwa unique. Kwanza tuizingatie history ya mwezi huu. Mwezi huu umetajwa ndio mwezi ambao ndani yake imeteremshwa Qur'an. Shahru Ramadhana alladhi unzila fihi alquran. Tunatakiwa tusome Qur'ani, na tuisome Qur'ani kwa mazingatio. Ujue unachokisoma, uelewe nini amesema Mwenyezi Mungu, uelewe nini ameamrisha na nini amekataza Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo pale tunapotenga muda wa kusoma Qur'ani na hatufahamu lugha ya Qur'ani, basi ni muhimu sana tukatafuta mashafu yenye lugha ambayo tunaielewa, tukasoma tukaelewa na kile tunachokisoma. Kwa sababu huu haujaja muongozo kwa ajili ya kusomwa kama kuimba, kama shairi. Umekuja muongozo kwa ajili ya kutuelekeza nini tufanye katika mambo yetu binafsi, tufanye nini katika mambo yetu ya kifamilia, na tufanye nini katika mambo yetu ya kijamii. Kwa hiyo haya ni mambo ya msingi ambayo tunaweza kuyazingatia na kujiwekea ratiba binafsi. Walau hakikisha una sura kadhaa umezisoma, umezimaliza ndani ya mwezi huu, lakini ukiwa unajua ujumbe uliopatikana katika sura hizo. Lakini kingine, kuna swala la kuwa na nidhamu na utii. Tunajengewa nidhamu na utii ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ibada zote tunaoneshana na tunalazimishana. Kuswali watu watagongewa kwa sababu unaonekana physical, unatakiwa ufike msikitini. Lakini saumu, ndo maana akasema Mwenyezi Mungu, aswaumu li, hii saumu ni ya kwangu mimi. Mtu aweza akakwambia nimefunga na hali ya kuwa hajafunga. Sasa huu ni utii wa hali ya juu. Utii huu ndio ambao tunatakiwa tuuendeleze, tuudumishe na tuuendeleze katika kila nyanja ya mazingira ambayo tunaishi tukiwa hapa na hata tukitoka hapa. Kwa hiyo nidhamu pekee na utii vitapandisha vitu vingi kuwa katika sura yake halisi. Nidhamu na utii ndio kutatupelekea tukawa unique katika jamii. Hakuna watu au jamii yoyote inayopenda watu wasio na nidhamu, watu wasio na utii. Na utii hauibuki, utii unaanzia mbali. Kwa hiyo tukijenga mazingira mazuri ya utii katika mazingira tulionayo, vile vile tutakuwa
tunatengeneza mazingira mazuri ya kwenye jamii, tukawa unique katika jamii kama unique product. Lakini jambo lingine la mwisho ni kumiliki matashi ya nafsi zetu. Saumu inatuzuia, inatuelekeza kumiliki matashi ya nafsi. Sasa tuko katika mazingira haya, mazingira mchanganyiko, mazingira ya vurugu za hapa na pale. Ni muhimu sana kujitahidi kumiliki matashi. Nafsi inataka kile ambacho Mwenyezi Mungu amekataza. Basi ufanye juhudi za dhati kuhakikisha kwamba unaacha, na hapo utakuwa unapambana na nafsi yako katika kujizuia kufanya hayo, na kwa kufanya hayo tutakuwa tunafikia lile lengo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema la'allakum tattaqun, kwamba tutakapofunga kwa kuzingatia hayo na kipindi chote hichi tukakichukua kwamba tuko katika garage, tuko katika mafunzo maalum, itatusaidia kuadapt zile tabia, mwenendo wa maisha yetu katika kipindi ambacho tutakuwepo hapa shuleni. Tunaweza sasa tukajibrand vizuri kama unique. Lakini kama hatukuitumia vizuri Ramadhani na yatokanayo na mafunzo yatokanayo na Ramadhani, bado tutakuwa hatuitendei haki ile brandi ambayo tumeianzisha na tumeikubali na tumeitilia nia kuhakikisha kwamba sote tunatakiwa tuwe unique brand. Kwa hiyo tutakuwa wawakilishi wazuri wa Ubungo Islamic High School pale ambapo tutakuwa tumeweza kutekeleza na kutii yale ambayo mafunzo ambayo tunayapata ndani ya mwezi mtukufu wa Saumu Ramadhani. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwezeshe na atudumishe tuweze kufikia malengo ya mfungo huu na atulipe malipo yanayotokana na mfungo huu. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi